Mtazamaji, viongozi wa Kiislamu jijini Mombasa wamelalamikia vikali uamuzi wa mahakama ya juu ulioruhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa katika familia za Kiislamu kurithi mali kutoka kwa baba zao, wakisema hatua hiyo inapingana moja kwa moja na misingi ya sheria za Kiislamu, hususan katika eneo la mirathi. Mwanahabari wetu Fatma Bogo kutoka kule Mombasa ana mengi zaidi. Katika vuguvugu la mijadala ya sheria, dini na haki za watoto, uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya upeo nchini Kenya umeibua hisia kali, ukiguza moja kwa moja mioyo ya jamii ya Kiislamu na misingi ya dini. Tumekwazwa sana kwa sababu wameingilia mambo yetu ya kindani ya kibinafsi. Mambo ya urithi ni mambo ya Uislamu na imewekwa katika Qur'an namna ya kufuata mambo yale, na sisi hatuwezi kubadilika na kupata sheria nyingine yote juu ya hiyo. Qur'an imeteremka 1400 years ago na mpaka leo tuko nayo, na napeleka hii message kuwa Uislamu is untouchable. Kuna mambo hamwezi kuingilia kama Supreme Court. Haya ni mambo ya sheria, na sheria lazima iko kwenye Qur'an, na sisi ndio tufuata Qur'an na sheria zake. Kwa hivyo Supreme Court does not come, Constitution cannot change the Qur'an. Viongozi hao wanasema uamuzi huu haukomei tu kwa swala hili la urithi, bali unakinzana na uhuru wa mahakama ya kadhi ambazo zimetwikwa jukumu la kusimamia sheria za Kiislamu, ikiwa ni pamoja na mirathi, ndoa na talaka. Katika hili tunaomba awachiwe chief kadhi kwa sababu anahukumu kama Uislamu unavyotakikana. La sivyo tutaona hii ofisi ya chief kadhi ni kama kivuli, haiwezi washa wala haiwezi kuzima. Wamekiri kuwa wako kwenye harakati za kukusanya saini kutoka kwa Waislamu kote nchini ili kuwasilisha ombi rasmi kwa bunge la taifa na seneti, wakitaka kubatilishwa kwa uamuzi huo. We are going to get 1 million votes petition against the 3 judges who sat with the Supreme Court ili tuhakikishe ya kwamba jambo hili la mirathi lisiingiliwe. Mahakama ya upeo imesisitiza kwamba maslahi ya mtoto ndio lazima yawekwe mbele ya yote, na haki za watoto kama ilivyoainishwa kwenye katiba ya Kenya lazima ziheshimiwe bila kubaguliwa kwa misingi ya kuzaliwa nje ya ndoa. Hata hivyo, viongozi wamesisitiza kuwa mpangilio wa mirathi katika Qur'an ni amri ya Mwenyezi Mungu na haipaswi kuguswa. Kifika ni urathi, sheria inatizama kwa mtizamo tofauti kabisa. Haimaanishi hafai kumtizama, hafai kumwangalia, hafai kumsomesha. Anaweza kumfanyia hayo yote. Baadhi ya waumini wamependekeza mbali na kadhi mkuu kuwepo, ni lazima kuwepo na mwakilishi wa Uislamu anifuata dini katika mahakama ya upeo. Fatma Bogo, NTV, Mombasa. Allahu Akbar.